kufuta mpango wa kungojea ajira serikalini. Asilimia kubwa sana ya vijana wengi sana wanakaa wakiboteka na kupoteza muda kungojea serikali waajiri, kitu ambacho kwenye kanuni za maisha au kwa hali iliyokuwepo sasa sio kanuni sahihi ya kuanzisha safari yako ya mafanikio. Leo nitakupa sababu kwa nini ufute mpango wa kungojea ajira. Lakini kabla sijakupa sababu ya kufuta mpango wa kungojea ajira, kuna kitu cha msingi sana inapaswa ndugu yangu ukielewe. Sasa hivi dunia imebadilika sana. Dunia ya leo tofauti na dunia ya zamani, au tofauti na nyakati za zamani kabla ya nyakati hizi tulizokuwa nazo. Zamani ukipiga approximation ya wasomi au kwa makadirio ya wasomi wa zamani, walikuwa wasomi wachache sana. Zamani miaka ya 90 mpaka kufikia miaka ya 2000 ilikuwa wasomi wachache sana, na kanuni inasema bidhaa ikiwa chache ndio huwa inakuwa na thamani kubwa sana. Kwa hiyo zamani ilikuwa kutokana na uchache wa wasomi kuwepo hapa nchini, kwa hiyo ilikuwa kwao kupata ajira ilikuwa ni swala moja la haraka sana, na wasomi walikuwa wanatafutwa sana. Kwa hiyo ilikuwa rahisi mtu kupata ajira. Lakini kwa sababu ya watu wengi baada ya kuona fursa hii, na watu wengi walitumia sehemu hii kwa cheni ya mafanikio, ndipo jamii nyingi na wazazi wengi wakaanza kujikita huko, kuinvest huko. Watu wakaanza kusoma sasa, na kadri ya teknolojia inavyozidi kwenda mbele, vyuo vikaongezeka zaidi. Kwa hiyo watu wengi sana wakawa wasomi, ongezeko la idadi ya watu wasomi ikawa kubwa sana. Kwa sasa watu wakiwa wachache au bidhaa ikiwa chache inakuwa ya thamani sana, lakini kadri inavyokuwa inaongezeka, watu wanazidi kuongezeka kwenye iko kitu, automatically kile kitu kinashuka uthamani. Sasa hivi tunavyozungumza hapa mimi na wewe, vyuo Tanzania kuna takribani vyuo visiopungua 49 na zaidi viko kabisa ni kwenye uhakiki. Vyuo vya serikali 19, vyuo vya binafsi private vinakadiriwa kuwa kama vyuo 30. Sasa piga hesabu hivi vyuo nilivyovitaja hapo, ambavyo vya serikali 19, vya binafsi hivyo nimesema 30. Kwa kila mwaka wanamaliza wahitimu, watu wanao graduate takribani watu 50,000 mpaka 60,000 na wanamaliza kwenye hivyo vyuo. Unavyoviona hivi vyuo CBE, IFM, Mwalimu Nyerere, utumishi, UDSM, UDOM, hivi vyuo kila mwaka vinatoa idadi kubwa sana ya wanafunzi kama hao niliowataja. Narudia tena, ni zaidi ya wanafunzi 50,000 mpaka 60,000 wanamaliza, wanagraduate, wanamaliza kutoka kwenye hivyo vyuo. Sasa ndugu yangu, kuna kitu natakiwa ukielewe cha msingi sana. Ikiwa ajira ni zamzamu, yani walianza kumaliza ndo waajiriwe, kuna watu wamemaliza 2010, kuna watu wamemaliza 2012, kuna watu wamemaliza 2015, kuna watu wamemaliza 2020. Kwa idadi hiyo nilokutajia, maelfu ya watu hayo, takribani kwa kila mwaka watu 60,000. Nakumbuka ajira zamzamu. Je, wewe ndugu yangu uliomaliza 2024, 25 na 2026 mwaka huu ambao mtakwenda kugraduate, inatakiwa ujiulize, na ajira ni zamzamu, wewe utaajiriwa lini? Kwa kitu ambacho unachopaswa kuelewa kwenye akili yako, serikali haiwezi kuajiri watu wote. Yaani serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Hatuwezi wote tukawa marais wa nchi, hatuwezi wote tukawa wabunge wa nchi, hatuwezi wote tukawa madiwani, hatuwezi wote tukawa wahasibu wa nchi. Lazima dunia ijigawe. Binadamu tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo kutokana na idadi kubwa sana la watu wengi wasomi kwa sasa, soko la ajira limekuwa chini sana. Kwa hiyo ndio maana nikakuandalia video hii wewe kijana wangu unanitazama, kukwambia kuwafuta mpango wa kungojea ajira. Kwa sababu unapoendelea kubweteka, kukaa kufikiria kwamba kuna siku serikali hii itakuajiri, serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Kwa hiyo unachopaswa kufanya
Kwa yule mtu ambaye amesomea taaluma fulani, yani hapa nazungumza na aina kuu mbili za watu. Kuna mtu yule ambaye tayari amesomea taaluma fulani au amesomea elimu fulani. Leo nitakushauri cha kufanya ili usipoteze muda, maana muda hujawahi kujirudia kwenye maisha. Ikiwa wewe labda umesomea uandishi wa habari, ikiwa wewe labda umesomea ualimu, ikiwa wewe labda umesomea business, unachotakiwa kufanya, nasema start yourself. Anza mwenyewe, usipoteze muda. Kwa mfano, wewe aidha umesomea uandishi wa habari, pambana. Uwezekano wewe kuanza sasa hivi peke yako kabla kungojea ajira, uwezekano huo upo. Una uwezo wa kupambana, ukapata simu, ukapata tripod stand, ukapata na vifaa vichache vya kuanza navyo, microphone, ukaanza kuchukua habari, ukawa unaripoti hizo habari kikamilifu, ukatoa ufafanuzi za baadhi ya vitu, watu wakaanza kuelewa uwezo wako kwamba huyu ana karama fulani, ukapokewa na watu kwenye jamii. Kutoa information. Kwa mfano, nilikuwa naangalia mtu mmoja, siwezi kumtaja kwa jina, ameanzisha platform yake, anatoa habari, anachukua habari kutoka kwenye vyombo vya habari kama Reuters, Press TV, Al Jazeera, anachukua habari kutoka Iran News Agency, anachukua hizo habari kule, anachanganya habari mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za magharibi, lakini pia hata nchi yetu hii. Unachukua habari ambayo imesimama na ina uhakiki kwamba hii habari kweli imetokea, unaanza kusema, watu watajua uwezo wako. Sio mpaka ungojee uzunguke uanze kungojea kwamba nani atakuajiri. Unapoteza muda, ndugu yangu, kwa sababu kuna watu ambao walisoma kwa passion, walisoma kwa vision, walisoma kwa malengo kwamba kitu hiki mimi nimesomea, nataka niwe hivyo. Ndio nakushauri hivyo, anza mwenyewe. Ikiwa wewe umesomea pharmacy, umesomea medical, inatakiwa sasa uanze kupambana kwa mazingira yote. Anza na kitu chochote kile kitakachotumika kama daraja la kufikisha kwenye malengo yako. Ikiwa hata wewe umesomea business, fanya biashara. Sio mpaka ungojee serikali kuajiri. Serikali haiwezi kumwajiri kila mtu. Kwa hiyo ndio maana nikakuandalia kukwambia kwamba futa mpango wa kungojea ajira. Unapoteza muda. Muda unaopoteza sasa hivi, muda unaopoteza leo hauwezi kujirudia tena kwenye maisha yako. Thamini kila siku itwaye leo, isamini. Thamini mwaka, thamini mwezi, thamini. Kwa hiyo ile zana kuendelea kukaa kungojea kwamba watu fulani waamue zidi ya hatima yako, waamue zidi ya maisha yako, futa huo mpango. Sasa anza mwenyewe kujua kwamba unataka kufanya nini kwenye hii dunia. Kila mwanadamu kwenye hii dunia amepewa karama, amepewa kipawa. Kila mwanadamu ana kitu alichokuja hapa duniani kufanya. Kila mwanadamu ana kusudi ambalo amepewa kwenye dunia. Binadamu tunaishi kwa kutegemeana. Huyu ana kile, wewe una hiki. Kaa chini, jiulize, mimi nina nini? Mungu amenipa zawadi gani? Alafu anza kufanya. Wasiliana na aliyekuumba. Fikiri kwa kina. Ujue una kitu gani cha kufanya kwenye jamii, una kitu gani cha kutatua matatizo ya jamii. Uanze kustart. Muda uliopewa hauwezi kujirudia. Watu wanamaliza mavyuo kila siku. Watu wanamaliza, wanagraduate kila itwaye leo. Wanafunzi wanaomaliza ni wengi sana hapo society. Sasa wewe uendelea kubweteka kusubiria kwamba kuna siku utaajiriwa. Na kwa mlongo huo nilokuambia kwamba ajira ni zamzam. Maana kuna uwezekano mkubwa utakuja kuajiriwa labda 2060. Kitu ambacho kinakupotezea muda. Wewe 2060 una umri gani? Sisopungua miaka 70, 80 labda, au miaka 50 na. Sasa huwezi kuajiriwa ukiwa mzee. Hayo maisha unayotaka utaishi vipi? Kwa hiyo chukua hatua sasa. Wewe kaka, wewe dada, chukua hatua sasa. Kijana mwenzangu, nakushauri anza kupambana. Anza kupambana. Ikitokea fursa ya ajira, umeajiriwa, utaajiriwa, utaenda kufanya kazi. Lakini kwa sasa chukua maamuzi binafsi ya kuanza kupambana. Pambania ndoto zako. Pambania maisha yako. Pambania hatima yako. Muda hauna tena. Muda hautoshi. Kwa hiyo ndio maana nikakuandalia video hii ili uelewe kwa kina kwamba muda unaopoteza wewe wa kuendelea kungojea ajira
unazidi kujichelewesha kwenye maisha yako. Futa mpango wa kungojea ajira.